Nahodha wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo amejikuta akikosolewa na baadhi ya mashabiki na wachambuzi wa soka duniani baada ya kushindwa kuisaidia timu yake kupata ushindi katika sare ya 1-1 dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DR Congo kwenye mchezo wa kundi K wa Kombe la Dunia mwaka 2026. Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 ambaye anashiriki Kombe la Dunia kwa mara ya 6 katika historia yake alipata nafasi 2 nzuri za kufunga katika kipindi cha pili, lakini alizikosa, hali iliyochangia Ureno kushindwa kupata mabao ya ushindi dhidi ya DR Congo, timu iliyorejea Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52. Takwimu za mchezo zinaonyesha kuwa Ronaldo alikuwa miongoni mwa wachezaji waliogusa mpira mara chache zaidi uwanjani, akigusa mpira mara 25 pekee katika dakika alizocheza. Baada ya mchezo huo, mjadala umeendelea kuhusu nafasi ya Ronaldo katika kikosi cha kwanza cha Ureno, huku baadhi wakihisi kuwa muda wake wa kuiongoza timu ya taifa umepita kutokana na umri wake na ushindani mkubwa uliopo katika safu ya ushambuliaji ya timu hiyo. Hata hivyo, kocha wa Ureno Roberto Martinez amemtetea nyota huyo na kusisitiza kuwa uzoefu wake bado una mchango mkubwa kwa timu. Haina mantiki kumtoa mchezaji ambaye ndiye mfungaji bora katika historia ya soka la kimataifa wakati timu inahitaji mabao. Uwepo wa Cristiano ndani ya eneo la hatari ni muhimu, anawavutia mabeki na kutengeneza nafasi kwa wenzake, alisema Martinez. Licha ya ukosoaji huo, Ronaldo bado anabaki kuwa mfungaji bora muda wote katika soka la kimataifa, akiwa na mabao 143 katika mechi 229 za timu ya taifa, rekodi ambazo zinamweka miongoni mwa wachezaji wakubwa zaidi kuwahi kutokea. Ureno sasa itahitaji kurejea kwenye kiwango chake katika mechi zijazo dhidi ya Uzbekistan na Colombia, ikiwa inataka kujiweka katika nafasi nzuri ya kusonga mbele hatua ya mtoano. Kwa Ronaldo, macho yote yataendelea kumwangalia, huku mashabiki wakisubiri kuona kama ataweza kufunga bao lake la kwanza katika Kombe la Dunia mwaka 2026 na kuiongoza Ureno kuelekea mafanikio makubwa zaidi.